Na msalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, wafuatiliaji wa chaneli hii ya Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashir na leo tupo katika elimu ya dua. Elimu ya dua katika kitabu kitukufu cha Qur'ani tukufu. Tutaangalia dua ya kumfanya mtu akupende sana. Dua ya kumfanya mtu akupende sana. Unajua upendo ni kitu kikubwa na kina raha bwana. Mtu akiwa anakupenda unaona raha. Ila na wewe jitahidi wewe unampenda, kwa sababu mtu kukupenda anatoa hisia zake, anazizalilisha kwako, na wewe ukiwa umuoneshe nafasi ya kumpenda. Kwa hiyo leo tunajifunza dua hii kutoka katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Tutajifundisha dua hii. Hii ni kwa mwanaume na ni kwa mwanamke. Nimekuwa nikipokea maswali mengi kwamba tufundishe dua ya kufanya mtu akupende. Sasa dua mimi ninafundisha nyingi. Ukifuatilia katika chaneli hii kuna dua zaidi ya 100. Na nina klipu katika chaneli hii zaidi ya 270. Kwa kujua zote zimefundisha nini ni jambo gumu. Na unakuta kila siku tunapokea subscriber wapya. Kwa sio rahisi subscriber mpya akajua hii chaneli imeshafundisha masomo gani. Hata kama utakuwa unafuatilia kila somo linalotoka, labda umeshasubscribe hapa kwenye chaneli hii, na kila somo linapotoka wewe unakuwa unalizingatia, kila inapotoka unalizingatia, hauwezi ukayapata yote. Huwezi ukayajua yote, labda ufanye kazi ya mwaka mzima. Sasa tutajifunza dua moja nyepesi sana. Dua moja nyepesi sana katika Qur'ani. Hata yule ambaye alisoma juzuu ama kaishia juzuu ama anaweza kaisoma dua hii. Kama haujui kusoma Qur'ani, basi utafuta mtu akusomee. Tafuta mtu anayejua kusomee, nitakuelekeza hapa ufanye nini ili uweze kufanikisha dua hii. Sasa dua hii tunaipata au tunakwenda kutumia sura namba 94. Kwa wale waliosoma Qur'ani na wanaoifahamu Qur'ani, zipo sura 114 katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Yaani sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka ya 114. Sasa ile sura ya 94 ndio inaweza ikatoa majawabu na majibu ya dua yetu. Ni sura gani hiyo? Twende sambamba, tutakwenda kufahamu. Ni sura inayoitwa Alam Nashrah au Suratu Nashrah. Imezoeleka Suratu na Alam Nashrah. Hata wale wanaokwenda kuswali sana misikitini, wanapoomba dua ya jambo jema, mara nyingi watasema tusomeni Alam Nashrah ngapi na Qul huwallahu ngapi. Ila hawajui hii sura ina kazi gani. Ina kazi nyingi sana katika kuvuta riziki, kuepesisha mambo yaliyokuwa magumu, kuvuta vitu vizuri, kushawishi, kuondoa mabalaa, kuondoa mikosi. Mimi nimeiandikia kwenye kitabu cha Maajabu ya Qur'an namba 1 kule. Unaweza kwenda kuisoma. Ina kazi nyingi sana. Mtu anaweza akafungua mambo yake mengi kupitia sura hii. Sasa leo tutaitumia sura hii kukuelekeza namna gani unaweza ukafanya mtu akupende sana. Wewe ukiwa mwanamke au ukiwa mwanaume, unaweza ukamfanya mtu akakupenda sana na ukafaidika na upendo wake, ukala mema ya kwake. Tukiwa tunaingia kwenye somo letu, kabla tujafika huko, tunakumbushana kidogo tu ile taarifa ya ofa. Hizi siku ngapi sijatoa clip yoyote, ila watu wamekuwa wakinitumia ujumbe, vipi ofa imeisha? Yasa watu wanatamani niendelee kuwa naizungumzia ofa mpaka itakapoisha. Jamani, ofa nilisema ofa ilianza tarehe 19 mwezi wa 12, na nikasema mwisho wa ofa hii ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa hata kama hapa katikati hapatotoka clip yoyote inayozungumzia ofa, shika tarehe hizo tu, kwamba sio kila muda nitakuwa na nafasi ya kuja kupandisha clip katika channel ili ujue ofa bado inaendelea. Hapana, wewe shika tarehe kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 1. Leo tarehe 26.
mwezi wa 12, zimebakia siku 6 mbele ofa ishe. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa unatamani kupata ofa ya vile vitabu 12, unalipia shilingi 45 kwenda namba mojawapo katika hizo zinazoonekana hapo kwenye skrini yako. Namba zote zinatoa jina la Bashir Hussein Lugamba. Ukishafanya malipo, kinachofuata unatakiwa screenshot, upige picha ule muamala, unitumie kwenye WhatsApp yangu. Katika hizo namba zote 3 zote zipo WhatsApp pia. Unatumia namba moja, unazituma ule muamala wako wenye umeupiga screenshot au picha. Alafu unaniandikia ofa ya mwisho wa mwaka. Mimi nikishapokea malipo yako na kudhibitisha kwa kuangalia ile picha muamala, nitakutumia vitabu hivyo kwa njia ya email au WhatsApp. Sana sana watu wengi wanatumia WhatsApp. Vitabu hivyo ukivipokea vina njia mbili jamani ya kuvisoma. Nishatoa maelekezo, anarudia kidogo. Njia ya kwanza unaweza kuvisoma kupitia simu yako au kifaa kicho pokelea vitabu hivyo. Kwa sababu vifaa ni vingi vinavyoweza kupokea vitabu hivyo. Kuna simu kubwa ya aina ya smartphone, kuna tablet, kuna laptop na kompyuta. Hivi vyote vinaweza vikapokea kitabu kwa njia ya WhatsApp au email. Ukishavipokea ndivyo unaweza ukasoma kupitia simu yako, ukiwa kazini, ukiwa ofisini, ukiwa nyumbani, ukiwa kwenye kochi, ukiwa umekaa. Maadamu tu una utulivu unaweza ukakisoma kitabu vizuri. Vitabu vina picha ndani yake hivyo. Kama ni mti utaoneshwa na picha yake halisi. Kwa hiyo usio na wasiwasi. Sasa mimi nitajuaje mti fulani ukielezwa? Kila kitu kimewekwa wazi. Picha zipo zinaonekana vizuri. Lakini pia njia nyingine mtu anaweza akakiprint jamani akapata kile cha kushika kwa mkono kwa ajili ya ulisi wa vizazi vyake vijavyo. Kwa sababu elimu za tiba hazibadiliki. Elimu za tiba zinaishi milele. Kwa hiyo leo ukipata elimu hii ya tiba, basi unaweza kaiwekea kumbukumbu na kizazi chako kije kisome na chenyewe kijirinde, kijinufaishe na elimu hizi. Japo sio wote wanapenda hivyo. Kwa hiyo huo ndio taratibu. Kwa wale watakao tuma pesa kwa njia ya wakala, wanaweza wakamwambia wakala awape ule muamala au upige picha kisha wanitumie. Lengo ni kudhibitisha kwamba wewe ndio ulifanya malipo. Jana kuna mtu alifanya malipo afa akanitumia ujumbe, "Sheti, yani nimelipia." Nikamwambia jina nani? Sasa mtu kama huyu ina maana mimi itabidi tuanze tena kuulizana maswali. Maana wewe unaweza ukalipia na mwingine amelipia muda huo. Sielewi ni wewe ni muamala gani. Au ukiona huwezi kupiga picha huo muamala, niandikie ujumbe kwenye WhatsApp lakini. "Sheti, yani nimelipia shilingi kadhaa." Ambapo ni shilingi 45, ambapo ni kwa bei ya ofa. Jina ni fulani bin fulani kwenye huo muamala, yani unanitajia jina lile la kwako huko ulilotuma wewe, kama unaitwa Mayunga Jumanne, kama unaitwa Hamisi Ramadhani, ndio utaniambia hilo jina. Unaona bwana, ukishathibitisha mimi nitakagua muamala ulioingia una jina hilo kweli. Nikiona upo nitakutumia kwa sababu wewe tayari umethibitisha malipo yako. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kufanyaje wa kudhibitisha malipo. Nakumbuka hivi vitabu sasa hivi viko kwenye ofa ya shilingi 45, lakini baada ya tarehe 1 hivyo vitabu ili uvipate vyote unatakiwa ulipie shilingi 1,185 ya Kitanzania. Ndio utapata vitabu vyote hivyo kwa ujumla wake. Na baada ya ofa hii, hata kama hii clip utaisikiliza baadaye ukatamani upate hiyo ofa itakuwa haipo kwa sababu tayari muda utakuwa umeisha. Kwa hiyo deadline au mwisho wa ofa hii ni tarehe 1 mwezi wa kwanza. Hiyo ndio itakuwa siku ya mwisho ya ofa. Baada ya hapo hakutokuwa na ofa tena. Kwa hiyo wale watu walioniuliza maswali kule WhatsApp kwamba ofa bado ipo. Ofa bado ipo mpaka tarehe 1 mwezi wa 12. Kumbuka ni ofa ya mwisho wa mwaka. Ndio maana zimekuwa siku nyingi kidogo. Kwa hiyo changamkia fursa kwa wewe mwenye unapenda sana kufuatilia elimu za kitiba na unatamani uwe na kumbukumbu za elimu hizi ili uweze kuweka maarifa vizuri. Kuna watu wengi kila clip inapotoka hivi anaandika. Utaandika mangapi? Daftari tajaa. Ni kweli hata sisi wenyewe tunaandika vitabu tunatumia muda mwingi sana kuviandaa hizi nani, tuna vitu vingi sana tumeviandika, lakini sitaki upate tabu hizo kama tulizopitia sisi kwa sababu wewe sio mwandishi wa vitabu. Tabu hizo unatakiwa zipate mwandishi wa vitabu lakini kwa wewe ambaye ni mtu ambaye unajifunza unatakiwa upate nakala zilizoandaliwa na mwalimu, ametoa maelezo vizuri yamenyoka. Hapo wewe hutopata tabu tena kama hizo inshallah. Sasa tutoke kwenye taarifa ya ofa tuende kwenye somo. Somo letu tunasema dua ya kumfanya mtu akupende sana.
Sasa hii haijalishi ni mke, ni mume, ni ndugu yako, ni rafiki yako. Yoyote yule anaingia hapa. Usije ukakali kwamba anatakiwa kunipenda mimi ni mke wangu au anatakiwa kunipenda mimi ni mume wangu. Yoyote yule jamani, unaweza ukakaa kwenye familia watu mnapendana, kuna mmoja anakuchukia. Sasa wewe unatamani wote mpendane, wote mwe sawa, basi unaweza kumfanyia hivi. Kwa hiyo dua hii inapatikana katika sura ya 94 ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, na hii sura ipo katika hata juzuu ama ile juzuu ya kufundishia. Kwa hiyo mpaka usome sana Qur'ani, lakini kama ulisoma juzuu ama ile juzuu ya mwanzo kabisa kufundishia, unaweza ukaipata sura hii. Sasa kama unahitaji mtu akupende sana, basi utasomea kitu kitamu. Tafuta kitu kitamu ukisomea sura hii kwa idadi nitakayokutajia. Sasa kitu kitamu kinaweza ikawa tunda au chakula. Lakini kama ni chakula kisiwe chenye asili ya roho, mfano samaki, nyama, mayai, hapana. Hizi dua zinaongozwa na viumbe wa roho. Kwa hiyo haitakiwi viambatane na vyakula vya kiroho. Ili ndio nataka nikuelekeze. Kwa tunda linafaa, chakula pia kinafaa, ila kisitokane na roho. Na nimekwambia vyakula vyenye roho, asili ya roho kama samaki, nyama za aina zote, kuku aina wote, ndege, si nini, hivyo visihusike kabisa kwenye hicho chakula. Kwa hiyo chakula kinaweza kaandaliwa chenye vitu vingine. Kwa hiyo utasomea tunda au chakula chenye umekiweka au chenye umekiandaa suratu Alam Nashraha. Kwa idadi gani? Password inakuja. Idadi ya mara 30. Unaisomea idadi ya mara 30. Suratu Alam Nashra ndio hiyo inapita pita hapo. Kisha utampa hicho chakula au hilo tunda mtu unayempenda na yeye unataka akupende, au yule anayekuchukia unataka akupende. Anaweza kama mchumba, mke, mume, ndugu, rafiki, sawa tu. Ale chakula hicho, basi mtu huyo akila atakupenda sana. Atakupenda sana. Kwa chakula kile utakapokuwa ukisomea Alam Nashra, unatakiwa utie nia yako. Na vizuri unasoma ikifika idadi ya 10 unatia nia yako. Mwenyezi Mungu, kwa baraka na utukufu wa sura hii, maneno yako haya matukufu, nahitaji fulani bin fulani anipende mimi. Mimi bwana nampenda, yeye eleweki. Nahitaji na mimi anipende. Kama ni mume wako unaona ameanza kubadilika, mfanye akupende. Kama ni mume ni mke au mume, yoyote yule wewe mfanyie hivi. Maisha mengine yaendelee. Unaona bwana Kwa hiyo utia nia, unapofika idadi ya 10 unatia nia, unapofika idadi ya 10 tena unatia nia mpaka zifike 30, ndipo unaacha kusoma. Alam Nashra ni sura 94 inayosomeka hivi. Baada udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inasema Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragata fansab wa ila rabbika faragabe. Hii ni namna tu ya usomaji. Unaweza kusoma vizuri kuliko mimi. Kuna wengine wanajidai kwa kusoma vizuri zaidi, lakini cha msingi uwe umeisoma sura hii kwa idadi ya mara 30. Unaisoma sura hii, na kila unapofikisha idadi ya 10 unatia nia. Unasimamisha kisomo, unatia nia. Mwenyezi Mungu, kwa baraka na utukufu wa maneno yako haya, sura hii nahitaji fulani bin fulani atakapokula tunda hili au chakula hichi anipende mimi fulani bin fulani kwa moyo wake wote, asinichukie hivi. Tia nia vile unavyotaka wewe iwe hivyo afu endelea na kisomo chako mpaka ifike idadi ya 30. Afu kile chakula tengeneza mazingira sasa yeye akile. Usianze kuenda unampelekea chakula sema sheni chakula lakini nimeshakisomea dua, nataka unipende bwana. Utakuwa umemchanganya tayari, hawezi kula. Tafuta mazingira mazuri ya yeye ale chakula kile bila kujua kitu gani kimefanyika. Utakuwa umemwini. Mwisho wa somo letu la kudua ya kumfanya mtu akupende sana. Kumbuka ofa inaendelea, ipo mwishoni. Changamkia fursa, tusije tukalaumiana. Siku za ofa zikiisha, sitoagi ofa nje ya ofa. Yaani ofa nje ya ofa ni ile mtu anakupigia simu au anakutumia ujumbe WhatsApp anasema, niliona taarifa ya ofa lakini mimi nilikuwa vijijini huko napalia mahindi, sasa nimechelewa. Sasa nilikuwa naomba nilipie bwana."
Si ile 1045, utaratibu haupo. Yaani ukija baada ya tarehe 1 ukataka ofa, hakuna kwanza ofa. Pili, italazimika ulipie 185 ili upate vitabu vyote. Kwa hiyo baada ya taarifa ya ofa kutolewa na deadline ikapita, yani tarehe ya mwisho ikapita, basi vitabu huwa tena vinarudi kwenye ile bei yake ya kawaida. Mfano, dua hii ipo kwenye kitabu cha Maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba 2. Kama una kitabu namba 2, kasome ukurasa wa 90, sehemu ya 2 ya kitabu hicho. Pameandikwa dua mbalimbali ndani ya Qur'ani, na ndio dua ya kwanza kabisa eneo hilo. Utakapoanza kusoma dua, kipengele hicho cha sehemu ya 2 ndio dua ya kwanza kabisa nimeiandika. Lakini leo hichi kitabu kina miaka 2, lakini ndio leo ile dua inakuja kufundishwa. Kwa hiyo unaweza kuangalia, unaweza kuwa na kitabu ukasoma vitu vingi, lakini channel hii haifuati mpangilio wa masomo kwenye kitabu. Inafundisha kile ambacho mwalimu ameamua kukifundisha. Na nimefundisha hivi kwa sababu maombi ya watu wengi kuomba dua za design hii yamekuwa ni mengi. Watu wasashe tufundishe dua watu wakupende bwana. Tufundishe dua, zipo ni nyingi sana, lakini hii ni miongoni mwa dua nyepesi na rahisi. Na hii sura ina siri kubwa kweli kweli. Siku moja nitakuja kuitolea ufafanuzi kwenye kitabu namba 3. Faida ya Al-Nashra, tutakuja kuangalia karibia faida 20 za sura hii. Japo nimeshaiandikia kwenye kitabu kingine cha kwanza kilichotangulia faida yake kadhaa. Inshallah tuishie kwa hapa. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.